Kwa hiyo wewe mpanga kwa lini? Bado ndugu yangu, si unajua tena. Haya. Lakini ukioa mapema ndio mambo yanakuwa vizuri. Unaona mimi na familia na mtoto. Unakuja hapa nyumbani unakunywa chai. Hivyo. Ujana unamsumbua wala hizi kuoa. Hapana ndugu yangu, unajua kuoa ni kujipanga. Kwa muda ukifika nitaoa. Mambo ni mengi. Haya. Tuasimeni. Abe. Shukrani kwa chakula. Mara hii tu jamani. Si unajua tena. Baswedi. Ndio umeshiba? Tayari ndugu yangu. Hiyo ni dalili ya uchoyo. Haya. Ama noma jamaa wangu, ngoja kwanza nikapambane, si unajua tena. Ana noma, mimi mwenyewe nasubiri hapa nikimaliza hapa. Nalilale. Nikiamka na mimi ndio nikakaza. Mimi unajua tena. Basi ana noma bashemeje? Abe. Hamna noma. Haya, karibu tena. Asante. Alafu nenda kampambanie mwanao. Si unajua kalala ndani. Hamna noma shemeji. Karibu tena. Poa. Poa, bye. Njema. Sawa. Acha mimi nenda zangu sasa. Kiamka niende zangu kazini, unajua? Unalala hapa nje. Kweli? Kwa nini? Twende ndani. Umeanza? Bwana, ndani. Twende. Tutokalala. Siri, 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 siri. Unajua umependeza sana. Aise, wewe ni mzuri. Na mpenzi mzuri. Kwa kweli Mwenyezi Mungu kaumba. Hongera. Ndio. Kuna kitu bado kinanipa wasiwasi. Kuna kitu bado kinaninyima uhuru. Hivi ni kwa nini hutaki kwenda kumtambulisha nyumbani? Sasa hivi mpenzi, kuna mambo tu ambayo hajakaa sawa. Sasa nitakwambia uje nyumbani. Ni mambo gani? Hivi tu wanawake.
Oh. Da. Acha tu niamini kwa sababu ndio hivyo. Wajua wewe umeniteka. Wewe ndio kila kitu kwa mimi. Yeah. Kwani kuna habari gani? Na habari nitazienda kwa. Ndiyo mkuu. Kazi inaendelea vizuri na kila kitu kipo sawa. Ndiyo mkuu. Sawa. Ndio nataka niende kwako. Kwangu leo. Mimi natamani sana uje nyumbani kwangu. Lakini nahofia nitamkosea Mungu. Hey, Diza. Hello. Uko wapi? Nipo kijiweni blaza. Basi njoo chapo hapa mtaa wa Majusto hapa. Kwa Majusto, mtaani hapa kwa Majusto hapa. Hapo wanakuja. Basi chapo. Afu Mai, kwa nini wewe upende mimi nije kwako? Yeah. Kwa nini kila likifika swala la kuja kwako unaanza kusikia simu na mtaliza? Kila kitokea imada unaanza kumpigia simu Liza je nichukue mimi nataka twende kwako leo. Ndio. Hebu jaribu kunielewa basi. Mimi nahitaji tufanye kwanza jambo la heri ili wewe uweze kuja nyumbani kwangu. Mimi siko tayari tupate dhambi. Nakupenda sana. Na sitamani kusikia kitu chochote kibaya kutoka kwako. Wewe ndio mwandani wangu. Purchase your tracks today. Oh. Naomba uende nyumbani. Tutazungumza wakati mwingine. Naenda nyumbani ila. Baby, usinione lakini. Sawa. Usikasirike. Liza, twende. Peleke nyumbani. Tutafika kweli. Your tracks today. Ee Mwenyezi Mungu, naomba uniepushe na haya majaribu. Aisee, pepo ni ngumu kweli. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mambo, poa vipi? Safi nzima? Nzima, uko poa? Niko poa. Mimi nilifuatia jambo. Mimi nilifuatia jambo, mtoto wa Swedi. Niko poa. Mtoto wa Swedi? Mtoto wa Swedi. Yaani wewe binti utakuja kupata na utoitaka wewe. Wala na ipi? Kwa shughuli yangu achana naye. Nakumbuka. Mwambie hivyo shemeji yako Diza. Akome kuning'ania. Kafanya nini tena? Alikome kafanya nini tena? Maana anang'ang'ania sana. Koe naye ndio unanikazia kisa yule mpumbafu wako.
Hivi unajidaia nini? Mtoto mdogo unafanya mambo ya kijinga. Mambo ya watu wazima wazee. Eti ndio unafanya mtoto mdogo kama wewe. Umeshindwa kwenda madrasa. Unashindwa kusali. Unaandikiza uchawi. Mimi solka yako. Iwenda naweza kumshinda hata baba yako. Unasema? Kumbe dogo ni mshenze. Uwezo kumshinda baba yangu mimi wewe? Mtoto mdogo. Eti unajifanisha na baba yangu mimi wewe? Lika langu kabisa. Ukiendelea kunifuatilia, iwenda familia yenu itampoteza mzazi wao. Na labda nikwambie tu, hicho nataka kukifanya hakitofanikiwa. Mimi namtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nimezaliwa siku moja na nitakufa siku moja. Huwezi kukatisha wewe. Haujaleta duniani. Mpumbavu ni wewe ambaye umezaa na mke wa mtu.